Hujambo mfuatiliaji wa Shehena Media, jina langu ni Halima Msumi. Ndani ya jiji lililowahi kuitwa eneo la moto na Rais Donald Trump, pazia jipya limefunguliwa mahakamani, kwani kwa sasa risasi si za moto bali ni maneno ya sheria yenye uzito wa kihistoria. Jaji wa mahakama ya shirikisho Karin Imegut ametoa uamuzi uliotikisa siasa za Marekani, akisema wazi kwamba utawala wa Rais Trump haukufuata misingi ya kisheria wakati ulipotuma wanajeshi wa National Guard mjini Portland, Oregon. Katika hukumu yake yenye kurasa 106 kama mlima wa hoja na ushahidi, Jaji Imegut ambaye ni mteule wa Trump mwenyewe alisema licha ya rais kupewa mamlaka makubwa ya kulinda amani, hakukuwa na uasi wala hatari ya uasi uliothibitishwa, hivyo hakukuwa na msingi wa kijeshi wa kupeleka wanajeshi. Mwisho wa kunukuu. Miezi kadhaa kabla ya hukumu hiyo, Rais Trump alikuwa ameueleza mji wa Portland kama eneo la vita lenye moto kila upande, lakini ushahidi uliowasilishwa mahakamani ulionyesha picha tofauti kabisa. Maandamano yamekuwa amani isipokuwa matukio machache ya fujo yasiyoendelevu, aliandika jaji huyo. Kauli ya wakili mkuu wa Oregon Danny Rayfield ilipokelewa kama wimbo wa ushindi, ambayo ilisema mahakama imethibitisha kwamba ukweli na sheria si matakwa ya kisiasa ndivyo vinavyopaswa kuongoza taifa letu. Lakini upande wa ikulu ya Trump haukukaa kimya. Msemaji wa White House Abigail Jackson alijibu kwa sauti ya upinzani mkali, akisema hali ya ghasia na uvunjifu wa amani bado ipo. Rais ana jukumu la kulinda raia wake na mali ya serikali, na watashinda katika mahakama ya juu. Miji mingine inayotawaliwa na chama cha Democrat kama Chicago nayo imefungua mashtaka ikipinga hatua za Trump za kutumia wanajeshi ndani ya mipaka majimbo. Wanadai hatua hizo zinavunja mamlaka majimbo huru. Jaji Imegut aliwahi kutoa maagizo mawili ya muda mwezi Oktoba yaliyomzuia Trump, kwanza kupeleka wanajeshi 200 wa Oregon na pili kujaribu kupeleka vikosi kutoka majimbo mengine kama California, jaribio ambalo pia lilizua haraka, ambapo katika maagizo hayo alisema maelezo ya Trump kuhusu Portland kama jiji linaloteketea ni hadithi isiyo na msingi wa ukweli, aliandika Imegut kwa maneno makali yasiyo na kificho. Katika ushahidi uliotolewa, afisa wa idara ya usalama wa ndani aliyepewa jina la CRC alisema alishangazwa kusikia kwamba wanajeshi walikuwa wanapelekwa kwa sababu hakuwahi kuombwa msaada wala kuona sababu ya kijeshi ya kufanya hivyo. Na hapa namnukuu: "Niliposikia kuhusu mpango huo, nilibaki nimeshtuka. Nilijua hali iko chini ya udhibiti," alisema RC mahakamani. Maandamano makubwa katika jengo la uhamiaji na forodha yalifikia kilele mwezi Juni 2025, lakini tangu hapo polisi wa Portland walibadilisha mkakati wa hali kadhibitiwa, ambapo hata jengo la ICE lilipoharibiwa wafanyakazi walihamishwa kwa muda, kazi zikiendelea kama kawaida, ishara kwamba hakukuwa na mgogoro wa kitaifa unaohitaji jeshi. Kwa sasa macho yote yameelekezwa kwa mahakama ya rufaa ya Marekani, ambako kesi hiyo inatarajiwa kuwa kioo cha namna demokrasia inavyopambana na nguvu za urais. Na kama ilivyowahi kusemwa na jaji mmoja maarufu, sheria ndiyo silaha pekee inayoweza kuzima moto wa mamlaka kupita kiasi. Kwani kwa sasa Portland inavuta pumzi ya amani, huku taifa likijiuliza, je, mpaka wa mamlaka ya rais uko wapi?